tunakemea kila kazi yote ya shetani ambayo inaweza mpotosha Baba, ambayo inaweza kumbeba pembeni. Tunakemea na kutupa mahali pakavu katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Baba unene pamoja naye. Wewe ndiye umujaze nguvu za kuweza kusema ile ambayo itatoka kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kila hewa yote ambayo inaweza simama kulilisha watoto ndani ya kanisa, kupeperusha mafikara yetu ili tusipate kusikia kutoka kwako, tunakemea na kutupa mahali pakavu katika jina la Yesu. Hata neno lako linaposhuka Baba katikati yetu, ambalo linaweza leta mioyo migumu kwa watu wako ili wasipate kulisikia na kulitia kwenye matendo, tunakemea na kutupa mahali pakavu katika jina la Yesu Kristo. Bali neema yako Baba iwe pamoja nasi mahali hapa. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa kweli, endelea kutufunza leo mengi kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Chapa makofi tu kwenye huko. Ya, ninawasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa kutupatia hii neema na hii muda ya kuchangia tena neno ya mchana wa siku ya leo. Amen. Acha jina lake lipate kubarikiwa. Amen. Pia sitasahau kushukuru baraza la kanisa kwa kutupatia hii neema ya kuchangia neno ya mchana wa leo. Amen. Mungu wabariki baraza la kanisa pia. Basi tutasimama ili tupate kusoma neno la Mungu. Tuko ndani ya Waefeso sura 2 mstari wa 8 hadi 10. Mchungaji tusomee. Tutasoma katika kitabu cha Waefeso sura 2 mstari ule wa 8 hadi 10. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Biblia neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura 2 mstari ule wa 8 hadi 10. Maandiko matakatifu inasema, kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kenda, wala si kwa matendo, mtu awaye yeyote asije akajisifu. 10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuenende nayo. Amen. Amen, amen, amen. 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 Sisi tunaweza kuketi. Hii ni neno la Mungu ile tunasoma ndani ya Waefeso. Na mtume Paulo alikuwa anaandikia Waefeso na kuambia kwamba wakati ya zamani tulikuwa watu wenye hatuna haki. Tulikuwa watu wenye hatukuwa na kibali. Lakini kupitia neema ya Mungu tukapata kuokolewa. Amen. 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 Jinsi unaweza kuwa leo kwa sababu ya neema. Sio kwa sababu wewe unapenda. Amen, amen. Dafro, kama ulitoka Afrika, si kwa sababu uko na pesa. Si kwa sababu uko mrembo, lakini kwa sababu ya neema katuma unafika tena hapa Marekani. Amen, amen. Ndio maana temu yangu mchana wa leo itazungumza juu ya kusema kwamba namna gani tunaweza kutembea katika neema. Amen, amen. Comment vivre dans la grâce de Dieu. Amen. Na mo neema ama mo grâce ndani ya Kigreek inamaanisha charis, qui signifie la faveur, la bénédiction na ukubwa wa Mungu ama uzuri. Donc en aimant la grâce, c'est un bienfait qui nous vient de l'Éternel. Amen, amen. Yani ni vitu vizuri yenye Mungu anatutakia sisi wanadamu tuishi hapa chini ya ulimwengu. Amen, amen. Na katika hali ya maisha ya kikawaida, kwa kweli tunaweza kupitia mambo nyeko un peu compliqué, un peu nyeko difficile, lakini na sisi wanadamu tunafaka kutenda mema. Na mema sisi tunatenda ni mema yenye nakuwa iko ya kawaida. Ni mema yenye iko na muda mfupi tu.
Lakini tukiangalia mema yenye Mungu anatutendea ni mema yenye iko sans limite. Ni neema yenye iko immeritable. Amen, amen. Ndio maana pale tunasoma kwa mstari wa 8 mpaka 10 pale. Inazungumza seme wakati tunatenda mema tusijisifu. Wakati unataka kusitia mtu usitafute sifa ama usitafute interet fulani juu utendee mtu mema. Amen. Lakini nakusi kwa asubuhi ya leo, wakati unatenda mema endelea kutenda mema. Kwa sababu wakati unatenda mema ni akiba uko najiwekea. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba ndani ya neema ya Mungu mko furaha. Ndani ya neema ya Mungu mko utajiri. Ndani ya neema ya Mungu mko malipo. Ni jambo mbili la kupatia. La kwanza mko richesse. Na ya pili ni malipo. Ndio maana nakwambia wakati utatenda mema au juu wakati gani utafanya nini? Utavuna. Ndio maana nakubidi unatenda mema wakati wote. Usitende mema kwa sababu ya ndugu fulani. Unaangalia kwanza huyu ndio ndugu yangu ndeza tendea mema. Lakini Biblia inasema tenda mema kwa sababu si kwa nguvu zako, lakini ni kwa nguvu ya Yesu Kristo. Ndiye amekupatia. Wakati unabarikiwa, jua kwamba umebarikiwa kwa sababu na upate kubarikia watu wengine. Amen, amen. Amen. Tenda mema na wende. Ndio maana temeti ya mchana leo nasema kwamba comment vivre dans la grâce de Dieu. Namna gani tunaweza kushindana neema ya Mungu. Amen, amen. Na mtu mwenye anaishi ndani ya neema ya Mungu kwake kuko utajiri. Mtu mwenye anaishi ndani ya neema ya Mungu kwake kuko protection. Mtu mwenye iko ndani ya neema ya Mungu kwake kuko ushindi mbele ya vita zake. Amen, amen. 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 Na iko un peu difficile mtu binafsi kuona neema yake. Lakini mtu mwingine ndiye anaweza ona neema nyewe uko nayo. Amen, amen. Kwa mfano baba anaweza ona neema ya mtoto na mtoto naye anaweza ona neema ya baba. Kwa sababu mtu yuko ndani ya neema ajionake. Anaonaka niko tu wa kawaida. Anaona kila kitu kiko tu sawa. Lakini aujue kama uko ndani ya neema. Amen, amen. Ndio maana nakwambia mchana wa leo nyinyi watu wengi hawatambui na wako katika distraction. Hawajui kama tuko ndani ya neema. Neema ni nini? Ni deuxième chance. Tuko ndani ya deuxième chance. Na ukitembea vibaya ndani ya deuxième chance, ujue kama utapotea. Ujue kama utaharibisha. Lakini inakubidi ujue kisha kutembea ndani ya deuxième chance yako ili ikufikishe katika destination yako. Amen, amen. Ujue kutembea ndani ya neema itakusaidia. Kwa sababu wakati tuko tunasoma ku secondaire, kuna wakati tunakuwa asi tuko ma deuxième session. Ukishamaliza kufanya examen, kuna kwa anasema deuxième session. Na kama ulicheza ku deuxième session, unakuwa kuna refaire class. Na kama ulitembea vizuri, utapanda class. Amen. Amen. So na sisi iko kama vile meshi yetu ya kiroho. Tuko katika deuxième chance. Hapo ulimwenguni tuko katika deuxième chance. Tukicheza na deuxième chance, tutaenda wapi motoni? Tukicheza na deuxième chance, tutapoteza neema yetu. Amen, amen. Ndio maana tubidi tujue jinsi ya kutembea katika neema. Tukicheza na neema, tutapoteza neema. Kwa kweli tuko ndani ya neema ya Mungu. So, nyinyi tuko katika distraction, hatutambui kama tuko mu deuxième chance. Na ukicheza na hii deuxième chance, ujue kama utapoteza. Amen. Utapoteza. Amen, amen. Amen. Mzee tusomee Waebrania 4 mstari wa 16. Tuingie katika somo yetu. Somo kitabu cha Waebrania 4:16. 4:16. Tutaishia ngapi? Soma kile 16 tu. Sawa, inasema hivi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Amen. Ili tupewe rehema na kupata neema
ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Amen, amen. Aseme basi tukikaribie kiti cha neema na ujasiri. Ile ni hatua ya kwanza, itakusaidia katika kutembea katika neema yako, katika neema ya Mungu. Amen, amen. Tukikaribie kiti cha neema, c'est-à-dire kama hatukaribie kiti cha neema tutapoteza neema. Amen, amen. Kama hatukaribie kiti cha neema tutapoteza neema yetu. Amen. Lakini inatubidi tukaribie kiti cha neema porque neema yetu tusipate kuipoteza. Porque tujue kuchunga neema yetu, inatubidi tunakaribia kiti cha neema. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tukikaribia kiti cha neema, ile ni hatua ya kwanza ya kujua kutembea katika neema, katika deuxième chance. Jua kwamba hatuna troisième chance hapa chini ya ulimwengu. Na troisième chance yetu ni wakati Yesu atatoka mbinguni kuchukua kanisa. Ile ndio troisième chance. Na ukicheza mbaya katika deuxième chance, ujue kwako ni momoto. Amen, amen. Na tubidi tujue kuchunga neema yetu. Amen. Tujue kuchunga neema yetu. Mungu anataka kupatia leo neema. Mungu anataka kupatia neema katika vita zenye uko unapigana. Mungu anataka kupatia neema katika nyumba yako leo. Uko katika neema ya Mungu. Ujikaze, ujue jinsi ya kutembea katika neema. Amen, amen. Mungu usipoteze neema, inakubidi uzogee pembeni ya kiti cha neema. Amen. Asipoke ushinde majaribu yote, inakuomba uzogee katika kiti cha neema. Puke upande level fulani, inakubidi uzogee kiti cha neema. Amen, amen. Unajiua na kampani. Aujue kama kampani ni Yesu Kristo alipatia ile kampani. Sasa nakwambia uzogee katika kiti cha neema. C'est-à-dire unaweza uko na kiu ya kukunywa maji. Uko na besoin ukunywe maji. Sasa unapatia kikombe ya maji asi ukunywe. Haitakata kiu. Lakini inafaa unaenda pale kusource ya maji puke kiu yako ipate kukauka. Amen. Amen, amen. Inakubidi uende kusource ya maji puke kiu yako ipate kukauka. Amen, amen. Tuzogee katika kiti cha enzi, kiti cha neema. Itakusaidia kujua kuchunga neema yako. Amen, amen. Amen. Mungu anataka leo aponye magonjwa yenye uligonja miaka na miaka. Zogea kiti cha neema. Kwa sababu kiti cha neema si kiti ya stress. Kiti cha neema si kiti ya hukumu. Lakini ni kiti cha rehema. Ni kiti ya msaada. Ni kiti kitakusaidia puke maisha yako ikuwe vizuri. Amen, amen. Kukaribia kiti cha neema itakusaidia kujua kutembea katika neema yako katika ulimwengu, kwa sababu hatuna troisième chance. Amen. Hatuna troisième chance. Troisième chance yetu yenye Mungu atakuja na kuchukua kanisa lake. Amen. Na siku zetu tunaishi leo ni siku za rejareja. Siku za kuungaunga. So ukikuwa distressful kidogo tu utapotea. Ndio inakubidi uzogee katika kiti cha neema. Na ile kiti cha neema itakusaidia kesho unaanza kufanya exploit. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Tujue kisa kuzogea kiti cha neema. Kwa sababu mtu mwenye iko ndani ya neema kwake iko na utajiri. Mtu mwenye iko ndani ya neema kwake iko mshindi. C'est pourquoi tuko na besoin ya kuzogelea Yesu Kristo. Tunahitaji tuzogelee Yesu. Puke tukue na maisha mazuri, inatubidi tuzogelee Yesu. Puke ni magonjwa ishe, inakubidi tuzogelee Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Kiti cha enzi, kiti cha uzima, kiti cha rehema, ile yote nakubidi uzogee. Na kama ujue kisi ya kuzogea, utapoteza neema yako. Kwa sababu kuna namna gisi unaweza kupoteza neema yako binafsi. Na kuna namna gisi mtu mwingine anaweza kupoteza neema yako. Amen.
Kama hujui kutembea, hujui kusikia hii shauri ya kwanza kusema kwamba uzogee katika kiti cha enzi, kiti cha neema, utakuwa umefanya nini? Utapoteza neema. Amen. Mungu amekupa neema, tuko ndani ya neema, lakini jinsi wote ikamati, jinsi utatembea mwayo ndio itakusaidia jinsi ya kupata faida ndani ya neema. Amen. Mzee, tusome ile Waebrania 5:15. Yes. Waebrania 5:15. Asante. Biblia neno la Mungu inasema hivi. Ile Waebrania 5:15 yake. Yes. 14 ndio mwisho. 14 ndio. Hébreu 12. Yeah. Sema Hébreu 12 15 yake. 15 yake. Yeah, so. Merci. Okay, 15 nasema hivi. Mkiangalia sana mtu asiupungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Amen. Soma polepole ili watu wasikie vizuri. 15 inasema mkiangalia sana, eti tukiangalia sana, mtu asiupungukie neema. Mtu asiupungukie neema. C'est-à-dire kuna jinsi mtu anaweza kupoteza neema yako. Rafiki anaweza kupoteza neema yako. Wazazi wanaweza kupoteza neema yako. Ndio maana Biblia inasema veillez. Français inaongea vizuri. Aseme veillez. Keshe. Yes. Ukeshe. Simama kwa zamu. Mke neema yako isipate kupotea. Amen, amen. Mtu asipungukie neema ya Mungu. Mtu asikue kibambazi nitatuma neema yako isipate kutembea vizuri. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Amen. Amen. Aseme na kitu kinaweza kuwa sababu vile blockage kwa maisha yako, mtu asikie njia katikati, asionekane kuwa yeye ndiye anakuwa tatizo ya kubomoa neema yako. C'est-à-dire inabidi unaveille, c'est-à-dire unakesha kwa ajili ya neema yako. Amen, amen. Kama au keshe juu ya neema yako, neema itapotea. Amen, amen. Amen. Kama au keshe juu ya neema yako itapotea. C'est-à-dire tuko na besoin ya kuzogea katika kiti cha neema. Amen. Puki neema yetu isipotee, tuzogee kwenye kuko protection. Tuzogee kwenye kuko source ya maisha yetu. Amen, amen. Wakati tunazogea katika source ya maisha yetu, tutakuwa tuko washindi. Amen, amen. Tutakuwa tumebarikiwa. Amen, amen. Mkapa ni hamna kitu, lakini kwa Mungu ndio kuko kila kitu. Amen, amen. Tunajiua kila siku, usiku na mchana, overtime. Lakini tunasahau ifo tuzogelee kwenye source ya benediction na kuwaka. Amen. Comment vivre dans la grâce de Dieu? Nini itakusaidia tu utembee katika neema ya Mungu? Kitu kitakusaidia kutembea katika neema ya Mungu ni kusoma neno la Mungu. Panda Stone Mountain. Tunashukuru mama kwa ile temanyaje unatupatia. Kwa kweli kila siku tunasema kama kumulima tuko tunaona mkono wa Mungu. Wewe mwenye uko nakosa, uko napoteza. Uko mdeuxième chance, lakini unajua kama deuxième chance itakuwa na mwisho. Na unajua kama ukitembea vibaya katika ile deuxième chance utapoteza. Wakati Yesu atakuja, atakutana huko wapi? Ile ndio troisième chance yenye tuko nayo. Hatuna troisième chance hapa duniani. Lakini troisième chance ni ile wakati Yesu atakuja kuchukua kanisa lake. Acha Mungu akukutane huko tayari. Acha Mungu akukutane huko na mlilia usiku na mchana. Amen, amen. Huko ndani ya presence yake. Ile ndio itakusaidia kuchunga neema yako. Amen, amen. Assez veiller pour que personne ne se prive pas de la grâce de Dieu. Amen, amen. Kuna namna tunaweza poteza neema yako pasipo kujua.
na kuna namna gisi unaweza kuchunga neema yako. Ukifuata hii pointi mbili tu utajua gisi ya kuchunga neema yako. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ukizogela kiti cha neema uko tajiri. Ukizogela kiti cha neema uko manager kesho. Kama unaamini tu. Ukizogelea kiti cha neema kwako uko mshindi wa kila kitu. Hakuna kitu kinaweza kukuzuia, kwa sababu mwenye iko ndani ya Yesu ana raha. Amen, amen. Walio ndani ya Yesu wana raha. Walio ndani ya Yesu. Amen, amen. Mtu mwenye katika kiti cha neema anakuambia uikale katika kiti cha neema, maana uko na kila kitu. Amen, amen. Amen. Una raha. Amen, amen. Amen. Veillez pour que personne ne se prive pas de la grâce de Dieu. Amen, amen. Nauliza, wakati unafunga nyumba yako, si unachako unafunga, unaenda kazini. Kwa nini unafungaka nyumba? Kwa sababu mtu asicheze na binti yako yuko ndani ya nyumba. Na sisi kama vile wa Kristo, na sisi kama vile tuko ndani ya deuxième chance, tunapaswa kuveiller juu ya maisha yetu ya Ukristo. Tunapaswa kuveiller juu ya familia zetu. Tunapaswa kuveiller juu ya maproje zetu. Kama tuveiller, hakuna kitu kikitenda mbele. Amen, amen. Amen. Kila mara unaka watu na kafungulo ka gari. Piu piu. Piu piu. Unaveiller juu nini? Basi kuibe gari. Sasa pourquoi pas usikuveiller juu ya maisha yako ya Ukristo? Amen, amen. Comment vivre dans la grâce de Dieu? Ndio somo letu mchana wa leo. Na kitu cha kusaidia kutembea katika neema ya Mungu ni ile tu vitu mbili nikupatia siku ya mchana wa leo, kusema kwamba ujue jinsi ya kuchunga neema. Ujue jinsi ya kutembea ndani ya neema. Ujue jinsi ya kusimama kwa zamu. Amen, amen. Puke mtu mwingine asike kutosha katika presence ya Mungu. Isikuwe ule mtu yeye atakuwa kibambazi yenye wewe inatuma usiingie katika ufalme wa mbingu. Lakini wewe ujiprive na kila hatari zote zinaweza kutokeza, kinaweza zuia wewe ili usipate troisième chance. Amen, amen. Il faut veiller juu ya neema yetu. Il faut veiller juu ya neema yetu. Na namna gani unaweza neema yako inaweza kuwa active? Neema yako inaweza kuwa active wakati neno la Mungu inakuwa chakula yako ya usiku na mchana. Pale uko na active neema. Amen, amen. Kumbuka mtume Paulo anasema kwamba si wakati ya zamani tulikuwa na stahili. Lakini tunaanza kupata neema. Kwa sababu ya neema tunakuwa na sina kibali. Neema kwa najua naweza fika Amerika. Tusogelee kiti cha neema. Neema. Tutakuwa tuko watajiri. Amen, amen. Amen. Cha Mungu awabariki. Na bariki neno lake. Mpate kubaki kwangu na kwenu. Amen, amen. Amen.